katika mkono wake wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Ukisoma 17 anasema njia zake ni njia za kupendeza sana, na mapito yake yote ni amani. Kwanza angalia, anasema ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume. Kwa hiyo katika hii mikono ina kazi kubwa. Unaweza ukatembea na mikono lakini usijue kazi ya mikono. Na adui siku zote huwa anacheza na kipaji cha uso, kwa sababu kibali chako kinakaa hapa. Kwa hiyo anacheza na kibali cha uso na anacheza na mikono yako. Ndio mikono hii imekwisha sajiliwa mbele za Bwana, kwamba naponyosha mkono, kwa sababu imekwisha sajiliwa, na mimi natambua hilo, lazima mtu apokee sehemu ya maisha yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mnaenda kwenye mikutano mbalimbali ya watu, labda ya vijiji, wapi huko, sio mikutano ya kidini au ya kanisa, makanisa au huduma mbalimbali. Unafika unaona mtu anakuja hapo anasema mama fulani yuko hapa. Kisha kwanza unaona anakwambia naomba mkono tusalimiane. Ukahisi kwamba yuko sawa. Lakini kuna kitu amekuja kuchukua kwako. Leo silange kuwepo hapo, mngeamini ninachowaambia. Siku moja mke wake alikuwa anafanya biashara, lakini akasema kuna mama kila anapoleta pesa lazima anipe kwenye mkono 500. Na akinipa nakaa hata miezi 3 sijauza. Kwa nikamwambia akileta 500 leta. Akapewa 500, nikamwambia weka pembeni ilete. Ikaifanyia kazi. Ilipomaliza kaambia ukisha kwenye mikono yako sugua, jipaka, nikamwambia kaeke kwenye drawer. Mwisho wa siku yule mama analeta tena noti ya shilingi 500, anampa yule mama, ikawaka pale pale. Amen. Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya Mungu imeshaingia ndani, inafanya kazi. Kwa hiyo mara nyingi wanapambana na jasho lako, hasa mikono. Wanajua mkono huu ni mkono wa utajiri. Wanajua mkono mwingine ni kuishi maisha yako mazuri kwa miaka mingi, kwa miaka michache, ajuaye ni Mungu. Kwa hiyo inategemea huyo mtu anayekuja kuanga, anakuja kuanga kwa kuondoa baraka, au anakuja kuanga kwa njia ya kukuua wewe usipate miaka mingi duniani. Kwa hiyo tutaona kila siku naambia ombeeni mikono inaye sababu. Kwa sababu mikono ndio inapokea. Mtu akikatwa mikono hawezi kupokea chochote. Lakini mtu akiwa na mikono anaringa na mikono yake, kwa sababu ina nguvu, itafanya. Ukikatwa mikono huwezi kufanya chochote, kila mara utakuwa hivi, kwa sababu hauna nini? Hauna mikono. Hata leo shetani ilipotokea kipindi kile, na shangaa halina mikono, lakini linatembea tu, unaona hakuna shingo, hakuna kitu, linatembea tu na linaongea, lakini unajiuliza linaongeaje? Bwana Yesu asifiwe. Hebu kupatie Bwana makofi ya shangwe. Sasa kama ukitafsiri ya mikono, kila utakayekutana naye utampa mkono. Sio kila mtu wa kumpa mkono wako. Wanasalimiana, Bwana asifiwe. Watu wameondoka na kitu. Siku moja nikaenda kwenye msiba mmoja, nikasema leo siombe. Sasa ile bomba tuna tabia ya kutoa mafrimaso. Sinishangaa nikisema mafrimaso inapatikana kwenye Zaburi ya 106 kuanzia mstari wa 34. Soma pale utakuta wakati ambapo Mungu alitafuta waombaji, wakaenda nchi ya Kanaani, nao wakaenda kujiunga kutoa binti zao. Utasoma hapo itakusaidia. Mpaka 40-49 utapata maana pale. Bwana Yesu asifiwe. Mafrimaso ilianza enzi ya Daudi. Kwa hiyo nikafika pale, tukasalimiana, tukapeana mkono. Baada ya dakika 10, huu mkono nilikuwa naona kama unataka kumuoka. Ule anajua unaoneza kwa siri. Usitoe siri ya mtu. Usitoe nini? Siri ya nini? Usitoe nini? Mithali 25 mstari wa 9 na wa 10. Soma hapo utapata.
Sisemi siri. Bwana Yesu asifiwe. Punga namna hii, punga namna hii. Punga tena namna hii, punga namna hii. Kwa hiyo nikatoa mkono, nikapeana mkono vizuri. Baada ya dakika 15 mkono ulikuwa unataka kama kumoka. Nimeomba imeshindikana, nikarudi nyumbani. Nikamfuata mke wangu, nikamwambia hali imekuwa mbaya. Leta chumvi tuliyoombea. Tukaombea baada ya kusaidia. Nikaenda mlimani, mkono unanitesa tu. Kwa sababu unajua, alafu unafanya ukihisi kwamba Mungu atakusaidia. Hauwezi kusaidia kwa sababu kitu unajua. Kwa nikaomba kama siku 15 hivi, ndio mkono wangu unakuja kuongea. Kwa nikiamka asubuhi, kitu cha kwanza naanza kupambana na mikono yangu. Kabla sijaja ndani ya ibada, napambana na mikono yangu. Baba, na kuomba, naponyoosha mkono watu wasipokee vitu vya ajabu ajabu, wakapokee vitu vizuri. Nikakumbuka tena kipindi kile tulikuwa kwa mdogo mdogo, leo nimemwona. Tulikuwa kwenye maturubani. Hapa hivi, nguzo tumeweka hivi, tumeweka nguzo. Saa 9 watu walikuwa wanamimina maombi kwa kwenda mbele. Walikuwa wanaomba, ukisema omba, ni watu wanaomba mpaka vibibi na kumbuka vilikuwa vinajitupa hivi chwa. Hapo hivi. Sasa nikamwona mdada ametokea hapa, amevaa nguo nyekundu kuanzia kichwani mpaka kwenye miguu. Sasa tulikuwa tunaile madhabahu ndogo kwa inaishia mwisho hapa. Kwa wakati nikiwa hapa, nimeshashuka sasa, nilikuwa na maiki hii ya zamani, hii ya mistuba hii ya miaka hiyo. Tunayo ndio ya kwanza kuanza nayo huduma, ambayo ndio hii mpaka leo ipo. Na mashine zake zipo, sema ni mbovu. Kwa hiyo wakati tunaomba pale, nikamwona yule dada ameingia, maana palikuwa pawazi. Akaingia na mimi akafika pale. Kadogo tu. Akanirukia cha. Unajua alikuwa anataka kunishika shingo. Kashikana akaning'ania maiki. Sasa nilipoona anataka kunizidi nguvu, watu wote wamefunga macho, kina machanga, hakuna mtu ambaye amefungua macho. Kidogo mke wangu ndo akafungua baadaye, lakini watu wanaomba. Wakanidaka. Akili iliyokuja mara moja, nikasikia roho ananiambia kamata koo. Sasa huku amenang'ania kwa mikono miwili na mimi nikapeleka vidole, nikakamata koo. Sasa nina utaalamu wa kushika koo. Kwa hiyo nikavuta lile koo, akakaa kama jogoo kwa kidero. Kwa hiyo pale tulikuwa tumeweka gani mabenchi, tulikuwa tumeweka pale tukapaka rangi. Kwa nilipomwachia akaishiwa nguvu. Akakimbia pale. Huyo alipofungua macho akahisi ni mtu wa kuombewa. Nikamwambia sio mtu wa kuombewa. Jamani, niliteseka huko mkono miaka 3. Kila mtumishi anayeomba ananiambia, "Baba, mbona umebadilishwa mkono na mkono wa nyani badala ya mwanadamu?" Naambia acha tuendelee kuomba. Naenda mlimani, tunaona mkono unauma. Miaka mingapi? 3. Lakini sikutishika sana, maana nafikiri kwamba Mungu alikuwa ananinoa. Kaje kabisa. Siku nyingine tena, tukiwa hapa kwenye nyumba ya kupanga, huduma ilianzia pale. Kama saa 10 nikaona tena mdada anakuja. Huyo mdada amevaa suruali, sio amevaa vaje. Sasa tulikuwa tunaweka vile viti vya mbao hivi. Nikaona anakuja mara moja akashika kiti, akashika. Nikatoka nikamwambia, "Wewe unafanya nini?" Nikamwambia, "Mama Dani, mkimbize huyo mtu." Mama Dani anamkimbiza, akasema, "Mbona ni mwanaume?" Nikamwambia, "Hapana, ni mwanamke." Akapita kichochoro akaenda. Wao sidanganya kwamba maajenti wapo na wanapima hizo nguvu sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe.